Crazy Rocket, now available on PMBet. Fufu, kiongozi mkubwa ndani ya Yanga, au imebadilika chochote? Rais wa Yanga asili wa kudumu. Haina uchaguzi. Hiyo haina uchaguzi. Bwana, tuambie kwa namna ambavyo umeiona timu yako imecheza hapa mchezo mwingine dhidi ya KMC na amepata ushindi wa mabao 3-1. 4-1. Namna ambavyo umetazama timu imecheza. Sio mbaya, mwalimu kwanza ndio mpya amekuja na anajaribu kuijenga timu yake. Utaona hata baadhi ya kikosi chetu kimeanza kubadilika. Awali watu walikuwa wanaona Boka anaanza sana, sasa hivi anaanza Zimbwe. Unaona leo vijana kama winga wetu mpya huyu kaanza kutoka Chikola, yes. Unaona, kwa hiyo sio mbaya, mwalimu anaanza kutengeneza timu yake taratibu. Unaona, kwa nyakati hizi sisi kama Young Africa, wakati mwalimu anatengeneza timu, sisi tunahitaji pointi 3. Na inshallah tumepata pointi 3 na goli nyingi. Alafu goli hazina utata, sio kama zile za penalti za jana. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwetu. Na tofauti wote umeanza kuonekana? Of course, timu umeona inacheza sasa hivi kuanzia nyuma. Unaona, inabadilika, taratibu inabadilika kutoka kwa yule kocha aliondoka Foz kuja sasa hivi kuna kitu kipya kinabadilika kwenye timu yetu. Bwana, moja kati ya maeneo yanalalamikiwa ni eneo la ushambuliaji, lakini leo tunaona Indi Boeli kaingia dakika zake chache tu 10 kaweka kambani bao 2. Boeli ni mshambuliaji mzuri. Unajua Boeli amekuja Yanga Afrika wakati timu yetu haijakaa sawa sawa. Kwa hiyo huwezi kumlaumu Boeli kwa wakati aliyokuwa anapitia. Sisi timu yetu ni timu nzima ilikuwa haichezi vizuri wakati wa Foz. Kwa hiyo hakukuwa na mchezaji mmoja ambaye tunaweza kumpoint kwamba huyu alikuwa hachezi vizuri, hapana. Timu nzima, na aliyekuwa anatuathiri kwa sehemu kubwa ni mwalimu. Sasa hivi mwalimu mpya amekuja, kila mtu anacheza. Ukiangalia hata aina ya magoli anayofunga Boeli kama haya leo unayaona, utagundua ni mshambuliaji aliyekamilika. Lakini mimi nimekuwa nikiwaambia wanayanga na watu wa mpira, kuna mchezaji anaitwa Celestine Ekwa. Huyu ni mchezaji ambaye watu wengi sana hawamuelewi, lakini ni wale ambao hawajui mpira. Kwa miaka mingi sana Yanga Afrika tumekosa mtu kama Ekwa. Ekwa ni mchezaji wa daraja la juu sana. Isipokuwa kama nilivyosema, timu yetu ilikuwa haijakaa sawa sawa. Sisi watu wa Yanga tuna utamaduni wetu, klabu yetu na utamaduni wake. Na utamaduni wetu sisi ni mawinga, watu wanakimbia sana. Utamwona mtu kama Ekwa ni piwa, yani ule mchezaji wa Yanga, wale wachezaji wa Yanga mwenye utamaduni wa Yanga. Ekwa tumemmisi kwa miaka mingi, yani Yanga hatujapata mchezaji kama Ekwa kwa miaka mingi. Timu yetu ikikaa vizuri na mwalimu akibadilisha baadhi ya vitu ambavyo ameendelea kuvibadilisha, huyu Ekwa atakuja kutubeba Yanga Afrika, kila mmoja atashangaa. Kwa tofauti yake ni nini Ekwa? Ekwa ni sisi Yanga tuna utamaduni wetu. Unajua kama wa Catalunya, Barcelona wana aina ya mpira wao. Sasa Ekwa yeye anaingia kwenye ule mfumo wetu, utamaduni wetu wa Yanga Afrika moja kwa moja. Unaona wakina Said Mauridi, wakina Lunyamira, wakina Mrisho Ngasa, wakina Msuva, ndio wakina Ekwa hawa. Kwa muda mrefu sisi hatujakuwa na wachezaji kama hawa tangu wakina Msuva walipoondoka. Kwa hiyo mchezaji kama Ekwa alikuwa anasubiri tu timu ikae sawa sawa, atatuonyesha maajabu makubwa sana. Bwana, Pacome amekuwa aanzi sasa kwenye michezo yote tangu amefika. Sasa utaona tumbadilisha mwalimu, na mwalimu leo kampa nafasi. Hizi goli 2 alizofunga zitamuongezea confidence. Na utaona, naamini mechi ijayo Ekwa ataanza. Bwana, Pacome man of the match tena. Sasa Pacome, unajua ni bahati kwa nchi kama hii ya Tanzania mtu kama Pacome kucheza kwenye ligi hii. Ni bahati. Kwa sababu ni bahati. Tanzania ilikuwa haideserve cost mchezaji kama Pacome. Pacome ni mchezaji wa daraja la juu sana. Pacome ana uwezo wa kucheza ligi yoyote duniani. Sasa mimi sina kwambia. Yaani wewe unataka kuniambia umo Stoke City wapi Pacome acheze? Si anacheza vizuri tu. Kwa hiyo sisi anazima msondo vizuri. Sasa wewe una timu yako, kati ya Maguire na Pacome unamsajili nani? Au yule mwenye kitambi striker Manchester United anaitwa nani? Mbeumo. Ushaona mtu anacheza Ulaya anaitwa Mbeumo. Huyo Mbeume na Pacome unaona msajili nani? Pacome anajua mpira ajabu. Yaani kiasi kwamba kuna wakati huwa tunatamani acheze dakika chache tu atoke. Tumzungumzie Dumbia kidogo. Watu wana mashaka na uwezo wake kama hajafika ile level za kina Aziz Ki, kwa sababu amekuwa kama mbadala wake, lakini havijaonekana vile ambavyo mpaka akapewa jina la AI. Unajua Dumbia hata miezi 6 ana kwenye ligi. Alafu hata Azizi alipokuja ilikuwa hivyo hivyo. Lakini mchezaji ukiangalia touch yake, kwa mfano Dumbia akichukua mpira, anavyopiga pasi, anavyojiposition, unaelewa kabisa kwamba huyu ni mchezaji wa daraja kubwa. Mimi nafikiri wachezaji wa mpira sio kama kuseksi, kwamba ukianza tu hapo lazima umalize.
mpira unahitaji muda. Watu wa mpira wajifunze kuvumilia wachezaji. Mpira sio kitu ambacho tu mtu ametoka huko leo tu ana click leo. Haiwezekani kwenye mpira. Mpira unahitaji muda. Kwa sisi kama wananchi, sisi tumeridhishwa na uwezo wa Doumbia. Sasa kama kuna mtu ambaye sio mwananchi anasema hivyo, huyo ni shauri yake. Kwa sababu alikutana na Doumbia ligi hii na akakandwa. Doumbia alikuwa uwanjani, yeye akakandwa. Kwa hiyo kabla hujaanza kudiscuss wachezaji wetu, hebu jiulizeni ni kwa vipi tumewafunga mara 6 mfululizo. Kuona kule kwa wapinzani wenu Elie Mpanzu aendelee kumpa nafasi. Sasa hiyo watajua wenyewe, lakini Mpanzu mpira kazi ya umri shekhe. Mpanzu umri wa mzee Chilo ule. Si kijana mdogo amesajiliwa. Hapana, wewe mimi niko darasa 3 Mpanzu anacheza ligi kuu Kongo. Niko darasa 3 Mpanzu anacheza. Unamfuatilia. Mtu mzee yule. Mzee sana yule Mpanzu. Kitu gani ambacho unaweza kusema sasa kwa mashabiki wa Young Africans wote ambao wazako sasa hivi nawaambia? Wana Yanga tuendelee kuiunga mkono timu yetu, tunakwenda kimataifa. Kila mmoja ameona kundi letu ni kundi gumu. Ni kundi gumu. Yaani ni kundi la mabingwa. Nafikiri bingwa wa klabu bingwa atatoka kwenye kundi letu. Kwa sisi kama wananchi hakuna tunachoogopa. Tutaendelea kuunga mkono timu yetu na tunakwenda kimataifa na mtatuona robo finali. Mambeges. Wanasema Pirata tu miliona ile Mambeges. Hamna kitu mle shekhe. Hamna kitu. Sisi Yanga hii unaona kama hatujakaa sawa sawa. Wale Simba tucheze mechi 100 tunawafunga zote. Zote tunawafunga. Mambeges. Tucheze nao mechi 100 kuanzia kesho Simba tunawafunga zote. Hawana timu. Yaani sisi Yanga, unajua Yanga hata ukimkuta amenyongonyea lakini bado hawezi kuwa chini ya Simba. Timu yetu ni nzuri. Haijakaa tu vizuri sasa hivi kwa sababu mwalimu ndo anaingiza mifumo yake taratibu, lakini mimi nakuhakikishia baada ya mechi 5 kuanzia leo Yanga hii, yani kama kuna mtu ana mpango wa kutufunga atufunge, atuwai. Akituchelewa mechi 5 zinazokuja tutaanza kupiga 9 10 hapa. Kwa hali ya kuwai. Si hali hatujawahi kumuogopa. Hali si anakuja hapa. Ndio. Kuna milioni yako hata kidraw. Kuna milioni hali ya kidraw hapa. Wewe Yanga unajua unaisikia. Hali si anakuja. Akipata draw, njoo ofisini uchukue milioni. Sawa.